Welcome to Gospel Outreach Kairote, where we reach you with the message of Christ and Him crucified. We have a YouTube channel where there are powerful sermons that will lift you and elevate you to another level. Places at the top. He was able to be the promise of. You can subscribe, you can share, you can comment again. God bless you. Amen. Hallelujah. Amen. Do we have blessed people in the house? Tuko na watu ambao wamebarikiwa katika nyumba. Amen. Amen. We thank God so much. Tunamshukuru Mungu sana because He is faithful. kwa sababu yeye ni mwaminifu. He is great. Yeye ni mkuu. And He is God together with us. Na yeye ni Mungu pamoja nasi. Hallelujah. Hallelujah. We have a beautiful thing to look at today. Tuko na jambo jema kutazama siku ya leo. And the Lord is going to bless us so much. Na Mungu atatubariki sana. We want to share on pressing on. Tunataka kunena kuhusu kusonga mbele. Hallelujah. Amen. Pressing on. Kusonga mbele. Pressing on in our lives as believers is very critical. Kusonga mbele maishani mwetu sisi kama waumini ni jambo la muhimu sana. Hallelujah. Hallelujah. We must press on and keep on pressing on. Lazima tusonge mbele na tusidi kusonga mbele. Because there are blessings that accompany us when we keep on pressing on. Maana kuna baraka ambazo zinatuandama tunaposidi kukasa huu mwendo. And we want to have a look at a few scriptures. Tunataka kuangalia maandiko kadhaa. And the Lord is going to do good to us. Na Mungu atatutenda mema. Let's pray. Na tuombe. Father, we thank you. Baba, tunakushukuru. We lift your name this morning. Tuliinua jina lako asubuhi ya leo. And we honor you. Na tunakuheshimu wewe. Thank you for the blessing of your presence in our midst. Asante kwa baraka ya uwepo wako katikati yetu. We yield unto you. Tunajitoa kwako. We allow you to take over. Kwa kuruhusu ukatawale. And to have your way by your spirit. Na ukapate njia yako kupitia Roho wako That Mtakatifu. your purpose may be accomplished today in our lives. Ili kusudi lako likatimike siku ya leo maishani mwetu. To the glory of your name. Kwa utukufu wa jina lako. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We'd like to have a look at Isaiah 43. Tukitaka kuangalia Biblia katika kitabu cha Isaia 45 verses 18 and 19. Aya ya 18 na 19. Isaiah 43 Isaia 43 verses 18 and 19.
aya ya 18 na 19. The Bible says, Biblia inasema, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya. Sasa litashipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. There are times we are held back by things. Kuna wakati tunafutwa nyuma na mambo. And this one is very, very common. Na hilo ni jambo ambalo huwa linatendeka sana. In every kind of race. Katika safari ama bio yoyote ile. There are things that tend to hold us back. Kuna mambo ambayo huwa yanajaribu kutufuta nyuma. When we should be moving on. Wakati tungalitarajiwa tusonge mbele. One of the things that hold people back. Jambo ambalo linawafuta watu nyuma is former failures. Ni mambo ambayo yaliwaangusha hapo siku za kale. Hallelujah. Hallelujah. When we fail at a certain point, wakati tunapoanguka katika eneo fulani, we keep on looking back to that point. Tunakaa tukitafakari mahali pale. And it becomes a hindrance. It limits us as we move on. Na hiyo inakuwa ni kizuizi na pingamizi tunapojaribu kusonga mbele. There are times we are filled with condemnation. Wakati mwingine tunajawa na kuhukumika. Even the fear of trying again and moving on. Hata uoga wa kujaribu tena na kusonga mbele. It becomes something that holds us back. Inakuwa ni jambo ambalo linatufuta nyuma. And at times we may find ourselves kind of stagnated there. Na wakati mwingine tunajipata tunasita pale. One thing we should always remember, jambo moja ambayo yafaa tulikumbuke kila wakati, is that God uses us, ni kwamba Mungu hututumia sisi when we are not perfect vessels. Wakati sisi hata vyombo ambavyo vina ukamilifu. The Bible says in 2 Corinthians chapter 4 and verse 7, Biblia inasema katika Wakorintho wa pili 4 na aya ya 7, that we have the treasures of heaven, kwamba tuna zile hazina za mbinguni, but in other vessels. Katika vyombo vya udongo. We can find ourselves at one time or another, taweza tukajipata katika eneo moja ama lingine, not doing something at our very best. Pasipo kutenda jambo katika ubora wetu. At times we may fail some tests in life. Wakati mwingine tunaweza kuanguka mitihani katika eneo moja ama lingine. But this should not hold us back. Lakini hili halifai litufute nyuma. We should arise and move on. Yafaa tuinuke na tusonge mbele. We look at Peter. Tunamwangalia Petro. He was the choice of Jesus. Alikuwa ni chaguo la Yesu. To head the church. La kuliongoza kanisa. But all the same, licha ya hili, we find him failing. Tunamuona akianguka. Actually not once. Na sio mara moja tu. He failed a number of times. Alianguka mitihani mara kadhaa. He even denied Jesus. Hata alimkana Yesu. But all the same, lakini licha ya hayo, Jesus had his eyes on him. Yesu alikuwa akimwangalia. Because he had appointed him. Kwa sababu alikuwa amemteua. And he wanted to use him. Na alikuwa anataka kumtumia yeye. Hallelujah. Hallelujah. There are times when we look at ourselves. Kuna wakati tunajiangalia sisi wenyewe. And we judge ourselves according to what we've gone through. Na tunajihukumu kupitia yale ambayo tumepitia. And it's like it holds us from moving on. Na hiyo inakuwa ni kizuizi za kusonga mbele. With what the Lord is doing. Na yale Mungu anayoyatenda. At times we are held back by hurts. Na wakati mwingine tunafutwa nyuma na majeraha. Because at times we are wounded. Kwa sababu wakati mwingine tumejeruhiwa. Or we are hurt along the
way, ama tumepata majeraha njiani, we are hurt even by people. tunatiwa majeraha mpaka na watu, Even some who are very dear to us. hata wengine watu wa karibu nasi. People maybe we work with, we stay with, we are, they are members of the family. Watu wengine tunafanya kazi na wao, tunaishi na wao, wengine ni watu wa jamii zetu. And such hearts Na majeraha kama hayo may keep on lingering in our minds. yanakaa yakijirudia mawazoni mwetu. And at times we fail maybe to forgive and to move on. Na wakati mwingine tunakosa kusamehe na kusonga mbele. And it's like those things hurt us. Na nikana kwamba keep hold us back. na labda hayo mambo yanatufuta nyuma. Hallelujah. Hallelujah. At times Wakati mwingine we are held back even by former victories. wakati mwingine tunafutwa nyuma na ushindi wa hapo mbeleni. Because at times we can conquer. Ni kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukafaulu ama kushinda. We can have beautiful moments. Na tunaweza kuwa na wakati mwema. And at times we may just hold there, we are basking in the glory of that victory or breakthrough. Na wakati mwingine katika kufaulu na kushinda huo tunakaa tukijibalizi katika utukufu na ushindi wa kale. And we forget that there are higher levels awaiting us. Na tunakosa kuelewa kwamba kuna utukufu ama upeo wa juu unaotusubiri. There are higher assignments. Kuna majukumu yaliyo juu. There is more ahead of us. Na kuna mengi yaliyo mbele yetu. Hallelujah. Hallelujah. Paul said in Philippians chapter 3 and verse 13. Paulo akasema katika Wafilipi sura ya 3 na aya ya 15. Philippians 3 and verse 13. Wafilipi sura ya 3 aya 15. The brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikisahau yaliyo nyuma, nikiyashuhudia yaliyo mbele. Hallelujah. Amen. Praise God. Bwana apewe sifa. Paulo is a man who went from victory to victory. Ni mtu ambaye alitoka kutoka ushindi hadi ushindi. But he never allowed any kind of achievement or victory to hold him back. Lakini hakuruhusu ushindi ama kufaulu maishani mwake kufanana zake simweke mahali pamoja. There are people who sit and look at the past and they are very happy about it. Kuna watu ambao huketi na kutazama nyuma bila mambo ambayo walikuwa nayo na wanafurahia hilo jambo. And they forget that there is something to be done. Na wanasahau kwamba kuna jambo la kufanya. So Paul is saying, I'm forgetting what is lying behind. Hivyo Paulo anasema ninasahau yaliyo nyuma. Good as it may be. Hata kama ni jambo zuri kiasi gani. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible where we started, na Biblia mahali ambapo tumeanza says, inasema forget the former things. Sahau mambo ya kale. Whatever they are, pasipo kujalisha ni yapi, they belong to the past. hayo ni mambo ya kale. But it's a time to move on. Lakini ni wakati wa kusonga mbele. Hallelujah. Hallelujah. It's time to focus on what's ahead of us. Ni wakati wa kutafakari yaliyo mbele yetu. And the Bible says, na Biblia inasema that there is a new thing that I'm doing. Kwamba kuna jambo mpya ambalo ninatenda. God says I'm doing a new thing. Mungu anasema nitatenda jambo jipya. Certainly God is never at one point or staying at one point. Mungu hakai katika eneo moja. There is something new that he's doing every day. Kuna jambo jipya ambalo analitekeleza kila siku. There is a need in the house of God. Kuna haja katika nyumba ya Bwana. There is a need in
the world. Kuna haja katika ulimwengu. There are assignments for us to accomplish. Kuna majukumu yetu kutekeleza. God wants to glorify himself. Mungu anataka kujitwalia He utukufu. wants to show himself. Mungu anataka There kujionyesha. are people who are crying and asking God, how would I see you? Kuna watu wanalia wanasema, Mungu ninaweza nikakuona aje? And probably you are the answer. Na labda wewe ndiye jawabu. Or you are the vessel to be used. Ama wewe ndiye chombo cha There kutumia. is something new the Lord is doing. Kuna jambo jipya Mungu anatenda. And this is what the Lord would like us to focus on. Na hili ndilo jambo ambalo Mungu angetaka tulitazame. And he is asking, Na anauliza, can't you perceive it? je, hauwezi ukaona? When we dwell on the past, Wakati tunakaa katika mambo ya kale, we are not in tune with what God is doing. tunakosa kuiana na lile Mungu analolitenda. It's like we are past when we are still looking back. Ni kana kwamba tunapitwa wakati tunakaa tukiangalia mambo ya So it's like the Lord is calling our attention. na ndio maana anatuita He tumtazame. would like us to be awake Anataka tukae tukijihisi and perceive what He's doing. na tukiona anayoyafanya. And something the Holy Spirit does every time. Na jambo ambalo Roho Mtakatifu hufanya kila siku, When we stay awake and waiting upon God, wakati tunakaa tukiana na uamsho na kuwa makini kila siku, He gives us to know what the Lord is doing. anatufanya tuelewe lile ambalo Mungu analifanya. It registers in our spirits. Hilo jambo linapigwa muhuri katika roho zetu. We get new prayer items. Tunapata maombi mapya. Our prayers are shaped up by the leadings of the Holy Spirit. Na maombi yetu yanaelekezwa na Roho Mtakatifu. Because there is something that He is doing. Ni kwa sababu kuna jambo analifanya. And if we can remember something we said a little bit in the past, Na kama tunaweza kukumbuka jambo ambalo tumelisema hapo kale, is that the Lord ni kwamba Mungu is a purposeful God. ni Mungu wa makusudio. Each and every day, Kila siku there are the things that He would like to accomplish through us and in our life. kuna mambo ambayo angetaka kutimiza kupitia sisi na katika maisha yetu. There is God's purpose each and every day Kuna kusudi la Mungu kila siku that He would like to accomplish through us. ambalo angetaka kutimiza kupitia sisi. And that's why He is asking, Na ndio maana anauliza, can't you perceive it? je, utaliona? Hallelujah. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. At times when we are maybe relaxing, Wakati mwingine, wakati tunakuwa na ugegevu or maybe looking back, anga tukiangalia nyuma, we feel to arise to the occasion. tunakosa kuinuka kwa jambo la wakati. Hallelujah. Haleluya. And something that the Lord would like us to do Na jambo ambalo Mungu anataka tulifanye is to arise ni kuinuka and renew our strength in Him, na tuhuishe tufanye upya nguvu zetu katika yeye, that we may move on. ili tupate kusonga mbele. In Isaiah 52 Katika kitabu cha Isaia 52 and verse 1, na aya ya kwanza, the Bible says, awake, awake Zion, clothe yourself with strength, put on your garments of splendor, Jerusalem, the holy city, the uncircumcised and defiled will not enter you again. Verse 2, shake off your dust, rise up, sit enthroned, Jerusalem. Free yourself from the chains on your neck, daughter Zion, now a captive. amka, amka, jivike nguvu zako, e Sayuni, jivike mavazi yako mazuri, e Yerusalemu, mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi. Jikung'ute mafumbi uondoke, uketi e Yerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako, e binti Sayuni uliyefungwa. The Bible says, awake. Biblia inasema amka. Hallelujah. Amen. The word awake is the same as being watchful. Neno amka ni sawa na kumaanisha uwe macho. And the Bible talks about watchfulness. Biblia imeongea Similarly,
or in so many places. Biblia imeongea jinsi ya kuwa macho ama kuwa makini kila katika mahali pengi. Hallelujah. Hallelujah. And there is nothing that is as dangerous as being dull or being dumb. Na hakuna jambo hatari kama mtu ambaye amezinzia ama kuwa chini. Hallelujah. Amen. Elijah at one point was down. Elia wakati mwingine alikuwa chini. And he was feeling like, he wanted to die. Na akatamani kufa. But the angel told him, arise. Lakini malaika wa Mungu akamwamuru amka. Amen. Amen. Arise and move to the mountain. Amka uende mlimani. It's a time to strengthen yourself because there is more to be done. Ni wakati wa kujitia nguvu maana kuna mengi ya kutimizwa. And the Bible says here, arise and arm yourself or put on strength. Amka ujipike na nguvu. Hallelujah. Amen. The Bible says in Ephesians chapter 6 and verse 10. Biblia inasema katika Waefeso sura ya 6 na aya ya 10. Be strong in the Lord. Uwe na nguvu katika Bwana. And in the power of his might. Na katika nguvu za uweza wake. There is nothing as critical in our calling and walking with the Lord as being strong. Kuna jambo la muhimu sana katika mwito wetu na Bwana kama kuwa na nguvu. Discouraged people don't move on. Watu ambao wamevunjika moyo hawasongi mbele. They miss what the Lord is doing. Wanakosa lile ambalo Mungu analitenda. Hallelujah. Hallelujah. And we can never afford to be discouraged. Na hatuwezi tukajiashiria katika kuvunjika moyo. We can never afford to be down. Hatuwezi tukakaa chini. The Bible says, Biblia inasema, arm yourself. It is actually a weapon. Encouragement is a weapon. Biblia inasema jipike na nguvu. Kujipika na nguvu ni silaha. Strength is a weapon. Nguvu ni silaha against the enemy. Dhidi ya adui. Amen. Against whatever would like to hold you back. Dhidi ya yote ambayo yangetaka kukuvuta nyuma. Hallelujah. Amen. An encouraged person and a strong person is always on the move. Mtu ambaye ako na nguvu na ako na nguvu ni mtu ambaye ako na uwezo wa kusonga mbele. It does not matter the hindrance. Haijalishi vizuizi. It does not matter whatever is trying to hold you back. Haijalishi ni kipi kinachojaribu kukuvuta nyuma. In fact, the Bible says here, Biblia hapa inasema that I'm making streams in the desert. Ya kwamba nitafanya mito nyikani. Amen. Amen. I'm making ways in the wilderness. Ninafanya njia kule jangwani. So where there is no way, kwa hivyo pasipo I am making there to be a way. Ninafanya pawe na njia. But look at something, brethren. Lakini tazama jambo mpendo. This way that is in the wilderness, njia ile iliyo kule nyikani, will be found by a strong person. Itaonekana na mtu aliye na nguvu. Hallelujah. Hallelujah. As a person will move on even when there is no way. Mtu atasonga hata wakati hakuna njia. And it's like as you move on, you create ways by your feet. Na nikana kwamba unapozidi kusonga mbele utatengeneza njia kupitia nyayo zako. Hallelujah. Amen. There is a certain car, kuna gari aina fulani known as Pathfinder, ambayo inaitwa Pathfinder. Hallelujah. Amen. 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 The idea here, na ile jambo liloko hapa ni kwamba, is that it can move on even where there is no no way, where there is no road. Inapitia hata mahali hakuna barabara. It will still move on. Itasonga. Hallelujah. Amen. And you still go to where you had desired to go. Na mpaka ufike kilele cha safari yako. And at times the spiritual journey is like that. Na wakati mwingine safari ya kiroho huwa namna hiyo. At times we go through forests. Wakati mwingine tunapitia misituni. At times we go through rough terrain. Wakati mwingine tunapitia katika mabonde magumu. At times there are rivers to cross. Wakati mwingine kuna mito ya kuvuka. And there are no bridges. Na hakuna daraja. But still we have to move on. Lakini lisha ya vile, lakini lazima tusonge mbele. I once read of a certain brother. Mchungaji wakati mmoja akasoma hadithi kuhusu ndugu fulani who was going on a mission somewhere. ambaye alikuwa anaenda huduma mahali fulani. There was a river. Kulikuwa na mto. And it was during the night. Na kulikuwa ni wakati wa
usiku. It was a wide river Na ulikuwa ni mto mpana which no one could have crossed. ambao hakuna yeyote angeweza kuvuka. But he went Lakini akaenda and went to the village where there was mission. na akaenda katika ule mji kulipokuwa na huduma. And when he was interacting with the brethren, Na wakati alipokuwa akitangamana na wapendwa, they asked him, wakamuuliza, how did you arrive here? je, umefikaje huku? And he said, I came through the valley. Akasema kwamba nilipitia kule kwa bonde. Which valley? Wakamuuliza, bonde gani? This valley down here. Wakamwambia lile bonde ambalo liko hapa chini. How did you make it? Wakamuuliza, je, uliwezaje? There's a big river there. Wakamwambia kuna mto mkubwa sana hapa. And he said, I didn't notice it. Akawaambia, mimi sikuona mto. Hallelujah. Hallelujah. And actually, to his amazement, Na jambo ambalo lilimshangaza, in the morning, because he spent the night there, asubuhi kwa sababu alikesha huko, he came and saw the river. akaja akashuhudia yule He mto. couldn't cross the river. Sasa hajavuka ule mto And he had to use another route. na lazima angetumia njia nyingine. Amen. Amen. But when at the time of need, Wakati wa hitaji and there was no other way, he didn't even know, na hakuwa anajua njia nyingine, na the Lord made a way for him. Mungu alimtengenezea Miraculously, kwa njia ya miujiza, he crossed the river akavuka ule mto and he went and ministered. na akaenenda akahudumu. Hallelujah. Hallelujah. The Lord makes the ways for us. Mungu hututengenezea njia. Amen. Amen. But we must arm ourselves with His strength Lakini ni lazima tujipike and move on. na tusonge mbele. Amen. Amen. And as we move on, Na we tunaposonga mbele shall find the way the Lord has made for us. tutapata njia ambazo Mungu You ametutengenezea. don't find the way when you are sleeping. Haupati njia wakati umelala. You don't find the way when you are sitting. Haupati njia wakati But umeketi. when you arise Lakini to unapoinuka move on, na kusonga mbele, there is the way made for you. kuna ile njia ambayo And umetengenezewa. as we discover what the Lord is doing, Wakati mwingine tunatambua yale Mungu anafanya. as we press on, Tunapozidi kusonga we mbele, discover the doors the Lord has opened. tunatambua milango ambayo Mungu amefungua. As we move on, Tunapozidi kusonga mbele, we see the interventions of God tunaona mwingilio wa Mungu when we are moving on. wakati tunaposonga mbele. Hallelujah. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwadhani agosho. And the Bible says here, Father, Biblia inazidi kusema hapa, shake off your dust. jikungute mavumbi. You know, dust is something of the past. Vumbi ni mambo ya kitabu. Amen. Amen. Dust shows where you've come from or where you've been. Vumbi inaonyeshana mahali umetoka, mahali umekuwa. Hallelujah. Haleluya. Shake yourself. Shake off that dust. Jikungute hiyo vumbi. Hallelujah. Amen. It's a new day. Ni siku mpya. Dust belongs to yesterday. Vumbi ni ya jana. Hallelujah. Amen. But it's a new day. Lakini ni siku mpya. You need to shake. Inafaa ujishukumuti. Hallelujah. Amen. And move on. Na usonge mbele. And move on. Na usonge mbele. There are times when Kuna wakati the things of yesterday are still, on our shoulders. mambo ya jana igali kwenye mabega yetu. And, the weight is too much. Na uzito ni mkubwa. Amen. Amen. We cannot carry what belongs to yesterday. Hatuwezi tukabebana na yale ya jana. Hallelujah. Hallelujah. We shake ourselves. Tunajikumuta vumbi hiyo. Amen. Amen. And there is something beautiful here, dear ones. Na kuna jambo jema hapa sana wapendwa. Rise up Inuka and sit enthroned. na ukae mahali palipo inuka. Hallelujah. Amen. Have you seen that one? Umeona hilo jambo? And another version says, Na nakala nyingine inasema and sit on your throne. na ukae kwenye enzi yako. Hallelujah. Amen. Oh Jerusalem. Ewe Yerusalemu. Hallelujah. Amen. We could say, oh church. Tunaweza tukasema ewe kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Sit on your throne. Kaa katika enzi yako. There is a throne for us. Kuna enzi yetu. Amen. Amen. There is a throne for you. Kuna enzi yako.
In the situations at times we find ourselves, katika hali zingine ambazo tunajipata katika hizo hali, it's like we are down, ni kana kwamba tuko chini, but the Lord is telling us arise. lakini Mungu anatuambia inuka, Take your position. chukua nafasi yako, Sit on the throne. kaa katika enzi. Amen. Amen. And sitting on the throne means Na kukaa katika enzi ni kumaanisha start acting like you are you're blessed. anza kukaa kama mtu basi, Start acting like a son of the king. anza kufanya kazi kama mwana wa mfalme, Start acting like one with whom the Lord is walking. anza kukaa kama mmoja ambaye anaandamana na Mungu. Start declaring things that you are supposed to declare, Anza kutangaza mambo ambayo unafaa kutangaza, like the way we were encouraged here to do. kama vile ambavyo tulitiwa Change your confession. badilisha usemi wako. Hallelujah. Amen. Look at the enemy and see him where he belongs, Mtazame adui na uone mahali anafaa kuwa, and treat him like he belongs down there. na umshughulikie kama mtu akukaa pale chini. Hallelujah. Amen. Take whatever belongs to the throne. Chukua ambacho ni cha enzi. Amen. Amen. The Bible says here, Biblia inasema hapa, arm yourself, or clothe yourself with splendor. jivike na utukufu. Amen. Amen. And free yourself from those chains. Na jifungue vifungo vyako vya shingo. They should not hold you back. They should not tie you back. Hazifai zikufunge ama zikuvute nyuma. At times the chains are tying us to the former things. Wakati mwingine hizo nira zinatufungilia mambo ya kale. They should be cut. Zinafaa zikatwe. Hallelujah. Hallelujah. At times in prayer we cut those chains. Wakati mwingine kwa maombi tunakata hizo In our confession we cut those chains. kupitia kukiri tunakata hiyo In minyororo. our worship we cut those chains. Katika kuabudu kwetu tunakata hiyo minyororo. Hallelujah. Hallelujah. And we sit on the throne. Na tunaketi kwenye enzi. It's good for us to remember who we are. Ni vyema tujikumbuke sisi. We are sons and daughters of the Most High. Sisi ni ndugu na dada wa mfalme aliye mkuu. Amen. Amen. Look at what the Bible says. Tazama vile Biblia inavyosema. Free yourself from the chains on your neck, daughter Zion. Jifungulie vifungo vya shingo yako, binti Sayuni. Hallelujah. Hallelujah. Sit on the throne. Yafaa tukae katika enzi. And the Bible says in Ephesians chapter 2 and verse 6 Biblia inasema katika Waefeso 2 aya ya 6 that we've been raised kwamba tumeinuliwa and seated together with Christ. na tumeketi pamoja na Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Where Christ is sitting, we are sitting there. Kwa hivyo mahali Kristo ameketi tumeketi pale. You may not feel like you're there, but that's where you belong. Unaweza ukahisi hauko pale, lakini hapo ndipo mahali pako. It's not by feeling, it's not by what we see. Sio kupitia hisia ama vile tunaona. It's by faith. Ni kwa imani. Hallelujah. Hallelujah. It's by faith that you take your position Ni kwa imani unachukua nafasi yako and you make your confession na and you focus on the promises of God. na unatazama ahadi za Mungu. You are encouraged by the word Unatiwa nguvu na and neno you remain there on the throne. na unakaa hapo katika enzi. Hallelujah. Hallelujah. I believe at times the angels look at us and they get amazed. Naamini wakati mwingi wa malaika hututazama na wanachangazwa. They look at us and they see where we are Na wanatuangalia wanaona mahali tulipo. positionally, Ya mahali tumewekwa. and then again where we are according to our feelings, Na wakati mwingine mahali tuko kupitia hisia zetu. and they get amazed. Na wanachangazwa. Hallelujah. Hallelujah. Because our position and our feelings are not matching. Ni kwa sababu sehemu yetu, nafasi yetu na hisia zetu haziambatani. At times the way we are walking and our position, they are not matching. Wakati mwingine nafasi yetu na jinsi tunavyotembea haziambatani. At times our confession and our position, they are not matching. Wakati mwingine kukiri kwetu na nafasi yetu haziambatani. Because it does not matter what you feel, but you are a son of the king. Ni kwa sababu si vile unavyohisi, lakini wewe ni mwana wa mfalme. It does not matter the battles around you, Haijalishi vita ambavyo vimekusikia, but you are blessed of God. lakini wewe umebarikiwa na Mungu.
and the angels are surrounding you, na malaika wanakusikia wewe, and the victory of God is upon your life, na ushindi wa Mungu uko maishani mwako, you may be resigning, unaweza kuwa unataka kutupilia, but you are still on the throne. lakini ugali katika enzi. That's why I'm saying the angels at times get amazed, Na ndio maana nasema wakati mwingine malaika huchangazwa, because of how they see us. ni kwa maana jinsi ambavyo ilivyo. Amen. Amen. We need to arise. Inafaa tuamke. Amen. Amen. Arise and sit on the throne. Amka na ukae katika enzi. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So the position is permanent. Our position is permanent. Maana nafasi yetu ni ya milele. It does not matter the ups and downs. Haijalishi milima na mabonde. We are so much blessed of God. Sisi tumebarikiwa sana And we are on the throne. na tuko katika enzi. Seated together with Christ. Tumeketi pamoja na Kristo. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. In something, brethren, as we go to wind up, Kuna jambo wapendwa, wakati tunaendelea kutamatisha. keep your focus on Jesus. Weka mtazamo wako kwa Yesu. Keep your focus on Jesus. Weka mtazamo wako kwa Yesu. Amen. Amen. Our eyes should not be removed from Jesus. Macho yetu hayafai yamuondokee Yesu. They should be fixed on Him Yafaa yamtazame Yesu each and every day, kila siku, no matter the battle, pasipo kujalisha no pita, matter the experience pasipo kujalisha unayoyapitia, that you could be going through, yale ambayo unaweza kuwa ukipitia, no matter the season, pasipo kujalisha majira, because seasons come and go. kwa sababu majira huja na huenda. But the Bible says in Hebrews chapter 3 Lakini maandiko katika Waebrania sura ya 3 inasema, and verse 1, Waebrania 3 na aya ya kwanza, therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa muungano wetu Yesu. Hallelujah. Amen. And I'm telling you something, brethren, Anataka kuambia jambo mpendo, that nobody will ever sink when he's still looking at the Lord. hakuna yeyote ambaye atawahi kuzama wakati atakaa akimwangalia Mungu. Hallelujah. Amen. At times the waves Wakati mwingine mawimbi and the other challenges that come, na changamoto zingine ambazo zinakuja, they tend to shift our focus from the Lord zinajaribu kuondoa mtazamo wetu kwa Mungu and our thoughts. na mawazo yetu. Another version says focus, Na kaya nyingine inasema tazama. eyes like that. Keep your eyes on the Lord. Biblia inasema kwamba wekeni macho yenu kwake Mungu. And this version says thoughts. Na hii nakala inasema mawazo yenu. They are one and the same. Ni jambo moja. Hallelujah. Amen. Let the thoughts stay in the Lord. Wacha mawazo yetu yakae kwa Mungu. Amen. Amen. Let your focus be on Jesus. Wacha mtazamo wako uwe kwa Yesu. Without mattering, what is surrounding you. Pasipo kujalisha yale ambayo yamekusikia. Amen. Amen. At times, many things that we hear Wakati mwingine mambo mengi ambayo tunayasikia kind of try to take the focus away from the Lord. ni kana kwamba yanajaribu kutoa mtazamo wetu kwa Mungu. They tend to divert our thoughts from Jesus, Yanajaribu kugeuza mtazamo wetu tusimwangalie Yesu. and we get preoccupied by thinking about ABCD. Na sasa tunajazwa na kufikiri haya na yale. And there are times when
the current affairs are so much on our minds. Na wakati mwingine yale mambo yanatendeka kila siku inakuwa imejaa mawazo yetu sana. Like now when we are moving near and to the campaigns. Kama sasa wakati tunawadia nyakati za kampeni, there is a lot of political talk. Kuna usemi mwingi sana wa siasa. And there are political alignments and so on and so forth. Na kuna miungano mingi sana ya kisiasa na mambo kama yale. And groupings. Na watu kujipanga. This way, then after another day they are looking this way. Kwa sababu siku ile watu wanajipanga hivi, kesho yake wanajipanga vingine. Times they are saying this, the other time they have changed, they are saying this. Leo wamesema hivi, kesho wamebadilisha wanasema vile. And so on and so forth. Na mambo kama haya. And if one is not careful, na kama mtu hana umakini, one may get into current affairs more than on Jesus. Mtu anaweza kuzama katika zile siasa sana kuliko kuzama katika Yesu. But the Bible says, lakini Biblia inasema, keep your thoughts on Jesus. Wekeni mawazo yenu kwa Yesu. Amen. Keep on meditating on the Lord. The Bible says in Psalm chapter 1. Biblia inasema katika Zaburi sura ya kwanza. And verse 1 to 3. Na aya ya kwanza hadi ya 3. That blessed is that man. Kwamba kubarikiwa ni yule mtu who does not stay in the counsel of the ungodly. Ambaye hakai katika ushirika wa walio waovu. But he meditates on the word of God. Lakini yeye hulitafakari neno la Mungu day and night. Usiku na mchana. This day and night. Usiku na mchana. This meditation. Huku kutafakari means an unchanged focus. Ni kumaanisha mtazamo usiobadilika. Looking up to Jesus. Kutazama kwake Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says that this person becomes like a tree planted by the riverside. Biblia inasema huu ni kama mtu ambaye umepandwa kando kando ya mto. It does not matter the kind of season. Haijalishi ni majira gani. But this tree is always bearing. Lakini huu mti huzaa matunda yake kila wakati. When you go to the tree in need of fruits, you find them. Ukienda kwa huu mti ukihitaji matunda utayapata. When you go to this person needing encouragement, you shall get it. Ukimwendea huu mtu ukihitaji faraja utaipata. When you go to this person in need of counsel, you shall get it. Ukimwendea huu mtu ukihitaji ushauri utaupata. Because this person's focus is not changed. Ni kwa sababu mtazamo huu mtu haubadiliki. Focus on the Lord. Mtazamo wake kwa Mungu means communion with the Lord. Ni kuwa na ushirika na Mungu. It means unity with the Lord. Ni kusema umoja na Mungu. It means a flow from the Lord that does not get cut. Huu ni kumaanisha mtiririko kutoka kwa Mungu ambao haukatiki. The word of heaven does not cease to flow into the life of such a person. Utajiri wa mbingu haukosi kutiririka maishani mwa huyu. The faithful interventions of God are always there. Uaminifu wa Mungu wa mwingilio haukosi. This person will tell you, I can see the Lord each and every day. Huyu mtu atakwambia ninamuona Mungu kila siku. He is Emmanuel. Yeye ni Emmanuel. He does not leave me, he does not forsake me. Hainiachi wala kunitenga. Each and every day I can see him. Kila siku ninamuona yeye. It does not matter the darkness. Haijalishi giza. It does not matter the storm. Haijalishi mawimbi. Because the Lord has not promised that this will not come along the way. Maana Mungu hajasema haya hayatakuja. But it does not matter whatever kind of storm, but the Lord is in the midst. Lakini haijalishi ni mawimbi ya aina gani, lakini Mungu yuko katika. He is present. Yuko pale. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in Psalm 91. Biblia inasema katika Zaburi 91 and verse 15. Na aya ya 10 that I will be with you in trouble. Kwamba nitakuwa nawe katika shida. Hallelujah. Hallelujah. I'll be with you down there in trouble. Nitakuwa nawe hapo katika shida. Let me tell you. Wacha nikwambie. You had rather not be in a place where there is marriage. Ni heri usiwe katika karamu na burudani. But be where there is
a challenge and the presence of the Lord is there with you. Lakini ni heri ukawe katika changamoto fulani uweponi mwa Mungu. The Lord says, I'll be with you in trouble. Mungu anasema nitakuwa nawe katika hiyo changamoto. I'll deliver you Nitakukomboa and honor you. na alikuheshimu. That's beautiful. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So the Lord is there with you. Mungu yuko hapo pamoja na wewe. But for the Lord to be with you, Na ili Mungu awe na wewe, look at the beginning of that chapter. tazama mwanzo wa hiyo aya, wa hiyo sura. That psalm. Hiyo Zaburi 91. Amen. Amen. He who dwells in the secret place. Yeye aketia katika mahali pa yule aliye juu sana. Hallelujah. Hallelujah. He who dwells there focusing on the Lord. Yeye ambaye anaketi hapo akimtazama Mungu, His thoughts being in the Lord, mawazo yake yakiwa katika Mungu, will abide under the shadow of the Almighty. atadumu katika uvuli wa mwenye nguvu. Amen. Amen. So the Lord Kwa hivyo Bwana will be with you atakuwa pamoja na wewe when you keep your focus. ukiweka mtazamo wako. Hallelujah. Hallelujah. And you can be focusing on the Lord and thinking about the Lord Unaweza kumwangalia Mungu na kutafakari kumhusu Mungu in whichever circumstance, in whatever assignment you're doing, kwa jambo lolote na jambo lolote unalolifanya, whether you're working, hata kama unafanya kazi, whether you're walking along the way, hata kama unatembea barabarani, whether you're sleeping. hata kama umelala. David said, Daudi akasema in Psalm 63, katika Zaburi 93, that I meditate on you through the watches of the night. kwamba ninatafakari kukuhusu wewe katikati ya usiku. Hallelujah. Amen. So even during the night, he wakes up, he's thinking about the Lord and meditating on the Lord. Kwa hivyo hata wakati usiku anapolala na kuamka anawaza kuhusu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. There is a constant fellowship, Kuna ushirika constant communion. unaoendelea. Amen. Hallelujah. Amen. So keep your focus on the Lord. Hivyo weka mtazamo wako kwa Mungu. And Philippians chapter 3 and verse 13 as we finish. Na Wafilipi 3:13 tunapoenda kumaliza. Paul says, Paulo akasema that I press on toward the goal to win the prize for which the Lord has called me heavenward in Christ Jesus. na kasa mwendo nifikirie mende ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Hallelujah. Amen. So you keep your focus on the Lord and you keep your focus on your call. Kwa hivyo uweke mtazamo wako katika Mungu na katika mwito wako. Amen. Amen. Here Paul says, Hapa Paulo anasema, I press on toward the goal na kasa mwendo nifikie mende yangu, to win the prize ili nifikirie mende ya thawabu for which the Lord has called me heavenward. ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. We said sometime, Tukasema wakati fulani, there is nothing as beautiful hakuna jambo jema as knowing the calling the Lord has called you with. kama kufahamu mwito ambao Mungu amekuita nao. Knowing the assignment the Lord has given unto you. Ukielewa jukumu ambalo Bwana amekupatia. Knowing what the Lord wants you to do. Ukijua lile Mungu amekuita ufanye. There are times people don't know what the Lord wants them to do. Kuna wakati mwingine watu hawaelewi ama kufahamu lile Mungu amewaita wafanye. Hallelujah. Hallelujah. And when you don't know what the Lord wants you to do, na usipofahamu lile Mungu amekuita ulifanye, you will waver. Utayumbayumba. And you will listen to people. Na utawasikiliza watu. Hallelujah. Hallelujah. They will shape up your opinion. Na watajaribu kupindua msimamo wako. And even determine the direction of your life. Na pia waweze kuelekeze hatima ya maisha yako. Hallelujah. Amen. But when you look at direction, lakini ukitazama mwelekeo, like when you are moving maybe toward a certain direction you are traveling, kama wakati unapo angalia upande fulani ambapo unasafiri,
You find people going to other directions. Unawapata watu wengine wakienda kwenye njia zingine. Hallelujah. Amen. And you tell yourself, I don't know where they are going. Na unajiambia mimi sijui wanakoenda. Amen. Amen. But they know where they are going. Lakini wao wanajua They waenda. have their mission. Wako na jukumu lao. But I have my mission. Lakini nami niko na jukumu langu. Hallelujah. Amen. You may be driving along the way Unaweza kuwa ukiendesha njiani or walking. ama ukitembea. If you find many people have diverted, they have gone towards that direction. Na ukiona watu wamegeuza wamedivert wanaenda mwelekeo fulani. See, they have a mission there. Unasema wao wako na jukumu pale. But my mission is straight ahead. Lakini jukumu langu liko mbele. Hallelujah. Hallelujah. So you focus. Paul is saying, I keep my focus Hivyo Paulo anasema ninakaza mwendo on the high calling. ya mwito mkuu. Hallelujah. Amen. So you move on Hivyo unasonga mbele and press on. na unasonga mbele. There is nothing as beautiful as understanding the calling. Hakuna jambo jema kama kufahamu mwito wako. Amen. Amen. It determines everything in your life. Hilo jambo linamaanisha yote katika maisha yako. Even the speed. Hata mbio. Hallelujah. Amen. I've ever seen some drivers. Nimewahi kuona madereva wengine. One is moving at a slow pace. Mtu anaenda kwenye mwendo wa polepole. But then another vehicle comes. Lakini gari lingine linakuja linampita. He sees through the side mirror, oh, a vehicle is coming to overtake me. Sasa anaona kwenye kioo cha upande kwamba kuna gari ambayo inataka kumpita. And then he presses on the accelerator. Sasa anakanyagia mafuta. He cannot overtake me. Anakisema hawezi kunipita. Ona shida. Kaja umeshindana. And he doesn't know where this person is going. Na hajui huyu dereva mwingine anaenda wapi. He doesn't know whether he has a patient in the vehicle. Hajui kama ako na mgonjwa kwenye gari lake. He is trying to rush to hospital. Na hata anataka kukimbia hata hospitali. Or maybe he is getting late as he goes to the assignment that he has. Ama amechelewa akielekea kwenda kufanya kazi yake. And this one, he didn't have the need to race or to be fast. Lakini huyu hapo mbeleni hakuwa na haja ya kukimbia. He races, they compete. Anaanza sasa kukimbia ili washindane. Hallelujah. That's God race. Hilo ni jambo la kukosa ufahamu. Amen. If you had the need of going slowly, just move on slowly. Kama ulikuwa na haja ya kutembea polepole, enenda polepole. Hallelujah. If you had the need of going toward that direction, just move on. Kama ulikuwa na haja ya kuchukua huo mwendo, uchukua huo mwelekeo. Amen. Amen. Paul is saying, I keep my eyes on the focus, on the mark of my high calling. Paulo anasema nakasa mwendo nifikirie mende ya thawabu ya mwito mkuu. For I know my calling, I know my assignment. Ninajua mwito wangu, ninajua jukumu langu. I know what the Lord wants me to do. Ninajua lile Mungu anataka nilifanye. How the Lord wants me to glorify Him. Vile Mungu anataka nimtukuze. Because at the end of the day, maana mwisho wa siku, I'll go before the Lord and tell the Lord, this is what I did. Nitaenda mbele za Mungu nimwambie hili ndilo nililolifanya. Hallelujah. Hallelujah. Remember those people who had received the talents. Tazama wale watu ambao walikuwa wamepewa I talanta. got a talent. I got these talents. I've brought now the results. Nilipata hii talanta, nimefanyisha kazi, nimeleta mazao haya. Hallelujah. Amen. So the Lord would like us to keep focusing on Him. Mungu angetaka tuzidi kumtazama yeye. Keep your focus on the Lord. Weka mtazamo wako kwa Mungu. And the Lord Mungu bless each and every day of your life. Mungu atabariki kila siku ya maisha yako. Amen. Amen. Pressing on. Kusonga mbele. Pressing on. Kusonga mbele. Hallelujah. Hallelujah. No time should be wasted. Hakuna wakati unafaa kupoteza. No sitting down. Hakuna kuketi chini. No relaxation. Hakuna kulegea. But we are pressing. I believe that message has been a blessing to you. Thank you for watching. You can subscribe, you can like, you can share. If you are not born again, that is, you've not given your life to Jesus to be Lord and Savior in your life,
You can make this simple prayer after me, and it will change your life. From today, you can say, Lord Jesus, I come to you. I know that I'm a sinner. I'm not worthy before you. And today, I repent of my sins. I pray that you have mercy over my life. Wash me by the blood of Jesus. I give my heart to you. I give my life to you. And from today, I'm born again. Thank you, Father, because of receiving me. Thank you for writing my name in the book of life. From today, I'm a new creature. In Jesus' name, I pray and I believe. If you have made this prayer after me, the Lord has saved you. You are today a new creature. You are a child of God. You are born again. May the Lord bless you so much. If you happen to come from roundabout Kairodhe, you're most welcome to join us in gospel outreach. And if you happen to be coming from far, just look for a Bible-based church, a place where you go and fellowship with the believers and grow in the Spirit, and your life shall never be the same again. God bless you. Amen.